tumekuja mkesha wa maombi, na labda tunaweza angalia tu mmoja mbili kabla ya kuanza shughuli yenyewe. Nchi inahitaji Mungu, eneo tulilo nalo linahitaji Mungu, na Mungu wetu ni wa kuitwa. Mungu wetu ni wa kuitwa, na yeye akiitwa huwa anaitika. Siku zote tumesema ya kwamba ikiwa kuna hali iliyo katika taifa, hali iliyo katika eneo fulani, hata Mungu anazungumza akisema, ikiwa nimeifunga mbingu isinye mvua, suluhisho linaletwa na kitu kimoja, ya kwamba watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekeza na kunitafuta uso, nitawasikia, kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo tunaelewa ya kwamba uponyaji na kuendelea vizuri kwa taifa na eneo dunia zima inategemea watu walioitwa kwa jina la Bwana. Na ndio sababu maandiko yamezungumza akasema, kabla ya mambo mengine yote, dua, sala na maombezi zifanyike kwa ajili ya watu wote. Ina maana kwamba tunaishi duniani, lakini tunahitaji msaada wa Mungu, na msaada huu wa Mungu tunafanya kuitishiwa kutoka kwa Mungu, na kunao wale ambao wamepewa nafasi hiyo. Lakini kwa nini huwa tunaomba? Kiulizwa kwa nini tunaomba, unaweza kupeana sababu mbalimbali. Unaomba ili uwe karibu na Mungu, unaomba na sababu mbalimbali, lakini zote ni nzuri. Kuna wale wanasema, ninataka kuwa katika uwepo wa Mungu, ninataka kukua kiroho, ninataka kumshinda shetani, nataka kuwa na nguvu na mambo mengine mengi, na zote zitakuwa ziko sawa, ziko sahihi, ila zimefungwa katika rundo moja la kupata matokeo. Sababu ya kuomba ni kupata matokeo. Tunakuja kuomba kwa sababu tunatarajia, kuna vitu tunaombea, kuna mambo tunaombea. Kama hakuna sababu yoyote ya kuomba, basi hautashughulika kuja. Lakini kwa sababu lipo linalokusukuma, lipo hitaji unaloliona na unataka matokeo. Lakini kwanza, huwezi kuja kwa Mungu ambaye unabahatisha hali zake. Maandiko yanasema kwamba kila ajaye mbele za Mungu lazima amini kwamba yeye yupo, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo imetuleta usiku wa leo kujua ya kwamba kwanza Mungu huyu tunayemwamini huwa anasikia maombi. Kwanza, kabla hatujajua kama anasikia maombi, tunajua kwamba yupo. Baada ya kuamini kwamba yupo, tukaamini kwamba atapatikana usiku wa leo, ya kwamba hatutakuwa tukiongea peke yetu. Tuna uhakika. Unajua, sasa hivi unaingia kwenye maombi na unaanza kuomba, lazima unaamini huyu naye muomba yupo na anasikia. Ila ukipata taarifa kwamba hata kuwepo, nina uhakika kwamba hautashughulika kufanya hivyo. Lakini tunao uhakika katika Bwana ya kwamba tunaloliomba litapatikana. Hatuombi tu kwa sababu ni tabia au ni desturi iliyowekwa. Kuna imani zingine watu huomba kwa sababu ratiba ya kidini inasema hivyo. Unakuta mtu katika dini yao imepanga ya kwamba kuna dua hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo ikifika saa fulani wanaitana, wanaenda wanafanya ile dua, wanamaliza. Wakikaa tena dua fulani inatakiwa, wanakimbia kwenye sehemu ya kuabudia, wanaenda wanaabudu mpaka sifike 3, 4, 5. Wanasema sasa nimetimiza zile dua. Yaani anaomba, anafanya sala zile kwa sababu zimewekwa. Na mtu huyu huenda hata hajui maana ya kile anachokiomba, lakini alifundishwa tu kukariri vile. Alifundishwa tu kwamba ukifika pale anza hivi, kariri hivi, alafu kariri mstari huu, alafu kariri hii, alafu utakuwa umehitimisha. Fanya hivyo kila siku, inakuwa ni kama dawa ya asubuhi, saa 6 na jioni. Fanya hivyo kila siku na utakuwa umekamilika. Ile ni habit, ile ni desturi imewekwa.
Ile ni desturi imewekwa, wamefundishwa vile wenyewe kutoka wakiwa wadogo. Wamefundishwa kwamba mwanadini kamili ni yule atakayetimiza hizi. Kwa hiyo asali hii na hii na hii na hii, na ikifika saa fulani afanye hivi. Ikifika majira fulani, mwezi fulani, inampasa yeye kufanya hivi. Anakuwa ni mtu ambaye anahesabika kwamba huyu ametimiza. Sasa inapokuja ni masuala ya kujuana na Mungu, kwa sababu kujuana na Mungu ni tofauti na kuifahamu dini. Maana mtu anayefahamu dini ni yule anayeisomea na kuhakikisha kwamba natimiza vile inavyofundisha. Lakini kujuana na Mungu ni kuwa na uhusiano wa kibinafsi na kuwa na Mungu ndani ya maisha yake. Kiasi cha kwamba ukija kwa mkesha kama huu, kiasi cha kwamba ukija kwa maombi kama haya, huji kwa kuwa ilipangwa, lakini wewe mwenyewe umekuja, ningependa kuwa na mazungumzo na Mungu na ningependa mabadiliko hapa na hapa. So you come because you expect results. Kinachokufanya uje kuomba ni kwa sababu tunatarajia matokeo. That is why we pray. Tuweze kuona Mungu akihusika, tuweze kuona uwepo wa Mungu ukihusika katika masuala fulani. Tunaweza kuwa hapa na tunaombea vijana wa eneo hili. Hiyo ni kusema kwamba tungependa kuona uingiliaji kati wa Mungu katika vijana husika. Tunaangalia na tunaona wazee wamepotea katika ulevi, hawapatikane kwenye nyumba ya Mungu. Kwa hiyo kwa sababu ya kutaka mabadiliko yale, tunakuja mbele za Mungu. Tumwambie Mungu, ingilia kati katika wazee hawa. Tunaona kina mama fulani, tunaona maeneo fulani ambayo hayakai vizuri. Mkristo anapaswa kuwa ni mtu mwenye macho, ni mwangalizi, ni mlinzi. Kawaida ya mlinzi huwa halali. Yeye huwa anaangalia kuona kila kitu kinakwenda sawa. Anaangalia na kuona kuna mahali kumevamiwa labda. Anaangalia na kuona je, kuna mahali pametoboka pataingia adui, ili aweze kutengeneza. Ukiona ya kwamba aliyeitwa kwa jina la Bwana ametwikwa jukumu la kuombea watu wote, ametwikwa jukumu la kuombea taifa, ametwikwa jukumu la kuombea viongozi wa taifa, ina maana kweli huyu Mkristo ana jukumu kubwa. Ni kwamba yeye ndio mwangalizi wa taifa. Hata maaskari wetu tunawaombea sisi, majeshi yetu, vikosi vyetu vile vya ulinzi, majeshi yetu ya angani tunawaombea sisi, majeshi yetu ya nchi kavu tunawaombea sisi, majeshi yetu ya wapi, ya majini, navy kule, tunawaombea sisi, kwa sababu wao nao pia wanahitaji usalama wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Wanahitaji usalama wa Mungu, kwa sababu vyombo vile vya moto ni vizuri, lakini huja adui aliyowazidi nguvu akawamaliza na vyombo vile vivyo hivyo. Kwa hiyo wanajipata wako mikononi mwa wale walioitwa kwa jina la Bwana kuwaombea hao. Ndio maana maandiko yanasema kabla ya mambo yote dua na sala zifanyike kwa ajili ya watu wote. Watu wote inamaanisha watu wote, walimu, raisi, mawaziri, majeshi, maaskari, watu wote tunawaombea sisi ili wawe salama, wasije wakapata mvamizi aliyewazidi nguvu. Na wanapokuwa salama wanatulinda vizuri, na sisi tunapozidi kuwa salama tunazidi kuomba kwa uzuri zaidi. Tunakuwa kwenye mkesha huu tukiwa hatuna wasiwasi, hakuna uvamizi wowote. Kwa sababu gani? Tuliwaombea wao wakawa salama na wakaweka doria. Wanapoweka doria, basi mambo yanakwenda vizuri, kwa sababu hata wewe kwenye mkesha huu huwezi kuomba wakati ambapo usalama ni wa ati. Huwezi kuomba kwa wakati huu unageuka ukiangalia huko na huku. Huwezi kuomba kama unatishiwa. Lakini ukiona kuna utulivu namna hii, ni kwa sababu kuna usalama, na yule aliye katika usalama yule ameombewa na wateule wa Mungu. So we pray so that we may see God's intervention, presence and power, omniscient and omnipotent power, ikiingilia katika maisha ya watu, to change situations,
Tunaomba ili uwepo wa Mungu, uwezo wa Mungu usioshindikana na uwepo wa Mungu ulio kila mahali uweze kuingilia hali ambazo zimekithiri kila upande. Kwa hiyo tukiangalia tunaona taifa letu kuna matatizo hapa na pale, taarifa ziko vile zilivyo. Na je, sijui mtoto wa Mungu unapoangalia taarifa za kusikitisha moyoni na kutuma namna gani? Inakupasa pale sasa unajitwika jukumu la kuambia Bwana, watu hawa walio kwenye taifa la Kenya wananitegemea mimi. Ndio maana ukaniambia niwaombee. Bwana asifiwe. Ndio maana ukaniambia niwaombee. So katika Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18. Luka 18 mstari wa kwanza. Inasema Biblia, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Tumekuja kwa mkesha wa maombi kwa sababu imeagizwa hivyo. Yesu akasema imewapasa watu kuomba pasipo kukata tamaa. Kuomba pasipo kukata tamaa ni kuomba kwa kuendelea. Kwa nini tuombe kwa kuendelea? Kwa sababu kuna uhitaji mkubwa. Bila kuomba kuna mambo yataharibika. Tukikata tamaa kuna mambo yalikuwa mazuri yafanyike hayatafanyika. Kwa hiyo tunaambiwa imetupasa kuomba pasipo kukata tamaa. Wewe ambao uliokuja kwa mkesha huu, tutaitana tena na tena. Usiseme nilikuja ile nyingine na nikaja hii ya juzi tena nyingine. Ndiyo, kwa sababu Yesu mwenyewe alifundisha akasema imetupasa kuombaje? Siku zote. Siku zote. Kwanza hii tumeweka Ijumaa tu. Jana ilikustahili kuomba. Tulikuwa hapa Jumapili tukaomba. Monday hiyo unaomba, naendelea kuomba. Tuesday naendelea kuomba. Jumatano naendelea kuomba. Maandiko yanasema siku zote. Siku ngapi? Siku zote. Imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wasikate tamaa. Kwa hiyo hakuna siku maalumu ambayo imepangwa siku hii muombe, siku hiyo mkae bila kuomba. Siku zote. Wale ambao wanaozingatia siku maalumu, siku fulani tu ndio ibada, wanaoabudu siku hiyo wanakosea. Yesu alisema kama ni kumuomba Mungu, kama ni kuwa mbele za Mungu, basi siku zote. Kwa sababu uhitaji ule uko ni mkubwa sana. Ukiomba Jumatatu tu peke yake, Jumanne, matukio ya Jumanne nani atakayeyaombea? Ukiomba Jumanne peke yake, mabaya ya Jumatano nani atakayeyazuia? Ukiomba Alhamisi peke yake, je, mabaya aliyopanga ya adui Ijumaa ni nani atakayeyazuia? Je, ukiomba Jumamosi tu ukaenda zako nyumbani, je, ratiba ya muovu aliyoipanga siku inayofuatilia atakayeivuruga nani? Kwa sababu adui tuliye naye anavuruga mambo kila siku. Anatuma wachawi wake kila siku, wachawi kila usiku, wachawi wana vikao. Watu wanapolala usiku wa manane, wachawi wanakutana, wanafanya vikao, wanapanga mabaya, wanaua watu, wanafanya matanga yanafuatana kila wakati, ratiba zinapangwa kichawi. Watu wanakaa tu ni kusema jamaa, watu wanakufa siku hizi. Ni kwa sababu kuna watu wahusika wasiolala, kila usiku wanapanga ratiba. Tunamaliza nani leo? Tunamaliza msichana gani? Tunamaliza mfulana gani? Watu wanakufa kabla ya wakati wao kwa sababu mwivi alikuja aibe, auwe na kuharibu. Kwa hiyo kila siku wana vikao, wanapanga na watu wake. Kama Wakristo hatutaomba kila siku, tutaacha siku moja ipite bila kuombewa, ina maana adui tumemruhusu siku ya leo tawala. Kwa hiyo tukiomba Tuesday, tuseme Tuesday tumeomba tumetulia, Wednesday hatukushughulika nayo, ina maana yule adui tumemwacha huru. Wednesday wewe bwana, tamba unavyotaka.
Sasa maandiko yanasema kwamba imetupasa kuomba siku zote pasipo kuacha siku moja kupita, kwa sababu ukiacha tu bila mtu, adui ana take over na anafanya mambo yake. So you can see how serious that issue is. Maana Biblia inasema ya kwamba mpanzi alipopanda shambani lake, alipanda vizuri mbegu nzuri. Alipoingia kufanya nini? Kulala. Usiku akaja nani? Yule mwovu akapanda magugu. Yaani ameshinda mchana akipanda mbegu nzuri, kuingia kulala tu yuko jamaa asiyelala na anakuja na mbegu zake bandia, anapanda magugu pale. Alafu asubuhi ilipofika, yule mpanzi akaamka, akaangalia shamba lake limemea na vitu vingine hakupanda. Akasema, jana si nilipanda mbegu nzuri, magugu haya yametokea wapi? Vitu hivi nani alipanda tena vimemea? Kuna vitu vingine sielewi vimemea navyo pia hapa. Biblia inasema ya kwamba ni kwa sababu ulipoenda kulala, adui naye akaja akafanya nini? Akaanza kupanda magugu. Sasa ndio ile swala tunaambiwa na Yesu pale kwenye Luka 18:1 ya kwamba imetupasa kuomba siku zote bila kukoma. Maana ile siku takoma tu, adui ana take over, anafanya mambo yake. Yaani astahili kuachiwa muda. Leo tuko kwa kesha namna hii, lakini tuondokapo hata kesho, hata kama hatukeshi, nyumbani mwako unafanya nini? How much do you pray? Mchana siku hiyo nyingine ambayo hatuji hapa Jumapili. Pengine tunaweza kusema tuna siku nyingine ya ushirika, siku fulani hivi umekuja. Lakini ile siku ambayo hatujaitana hivi, ni nani yuko katika zamu? Na ndio sababu kwenye makanisa mengine yaliyopata taratibu mzuri wanaweka chain prayer, so that there is no day that goes without being prayed up. Yani kila siku inakuwa imeombewa. Kuna watu wanaweka chain namna hiyo ya kwamba Monday kuna watu wana Monday. Jamani, nani wataomba Jumatatu? Wanainua mikono. Sawa, nyinyi ndio mtasimama kwenye zamu. Tuesday ni nani? Wanasimama wawili pale. Wednesday kuna watatu pale. Thursday kuna mmoja pale. Friday kuna wanne pale. Mpaka Jumapili. That week inakuwa prayed up. Inakuwa shetani hakupata mwanya. Kwa sababu Yesu alisema tuombe siku zote pasipo kukata tamaa. Kwa hiyo kwa sababu ya umuhimu, kama isingelikuwa na umuhimu wowote, basi Yesu angesema ombeni mkipata nafasi. Kwa hiyo wapendwa, tumekuja kwenye mkesha huu kwa sababu kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa na inastahili kuombewa. We have to pray. Kwa muda wote ambao hatujakuja mikesha, shetani tumemwachia sana na madhara yake yanakuwa yanaonekana kwa sababu tuliachilia. Mungu atutie nguvu ya kwamba tutasonga mbele tukijua iliagizwa hivyo. Kama Yesu mwenyewe aliacha agizo hilo, alijua kwamba kazi ipo. Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza chapter 5 verse 17. Ombeni bila kukoma. Verse 17 fupi tu hivyo. Naona vile ninavyosema Wathesalonike wa kwanza 5:17. Ombeni bila kukoma. Kwa hiyo tunapokuja kwenye mkesha ambao si wa kuimba mpaka asubuhi. Tumekuja kuomba. And most of the time tutaispend tukiomba. Na unajua kama kuna kitu ambacho kimeagizwa na Mungu kifanywe bila kukoma. Hata Mungu hakusema imbeni mpaka asubuhi. Hakusema kesheni mkiimba. Sasa hivi kuna watu wanakesha na kuimba. Ni vizuri. Lakini kuna kile kimesisitizwa na Mungu, ombeni, kesheni mkifanya nini? Mkiomba. Jamani, si tuseme kesheni mkifanya nini? Mkiomba. Au imesema kesheni mkiimba? Ile ni kazi rahisi tu, kwa sababu kiimba kila mmoja anaweza imba. Lakini tunapoingia katika maombi ni battle, ni vita. Ndio maana vinashinda wengi. Ndio maana tukisema tusimameni tucheze mpaka asubuhi, wa kulala hautampata. Watu watavingirika mpaka asubuhi. Lakini tukisema sasa tupigeni magoti tuombe, wanabaki mmoja mmoja, kwa sababu kuomba ndio kazi ngumu, ndio vita vyenyewe, na wengi huogopa vita.
katika vita wenye kuomba wanakaa kwenye forefront, mahali ambapo risasi ndio zinakujia zaidi, kwa sababu katika prayer ndio kunatengeneza usalama hizo sehemu nyingine. Ndio watu waimbe kwa ufanisi. Kuomba kunatakiwa kuwa kumefanyika vya kutosha. Ndio kuhubiriwe, anayehubiri ahubiri kwa ulaini kabisa na kwa mtiririko bila tatizo. Lazima kulitanguliwa kuombwa. Kumetangulia kuombwa. Yaani adui amepigwa, visiki vimeng'olewa, mapori yamefyekwa, ndio wanaokuja wapite rais, wapite vizuri. Kwa hiyo ile kazi ya ufyekaji, kazi ya kung'oa visiki na magogo yale kuyaondoa, wengi huchoka wakaacha. Kwa sababu unapoingia katika ulimwengu wa roho unakutana na bingwa mwingine amekaa hapo gizani. Unapoingia katika ulimwengu wa roho unakutana na bingwa mwingine ambaye ameketi hapo na amekwambia hapa sitoki. Hapa ni unapoingia katika ulimwengu wa roho unaingia katika anga, unaanza kutupa nguvu za Mungu. Kuna mwingine unampata hewani huko, anasema hapa mimi nilipewa na mababu tangu utotoni, niko hapa. Unang'ana kumtoa kwenye familia fulani, naye anadinda, anasema hapana, unitoi hapa, niliwekwa. Sasa wengi hawataki combat hizo, wengi hawataki malumbano hayo ya kwamba tutaingia katika roho, because that's what we are going to do. Usiku wa leo tunaenda kuingia, kwa sababu wako watawalao ambao hawafai kutawala katika ulimwengu wa roho, ambao ni wachawi na maagenti wa giza ambao wanaharibu maisha ya watu. Sasa tunaingia kwenye anga hizo na kuwa dethrone, kuondoa kwenye viti vya enzi na kuambia kwamba hii tausa, wewe mchawi utawali, ondoka, kwa sababu Mungu anahitajika kutawala. Kwa hiyo ile kazi inakuwa iko rahisi, kwa sababu ni kazi iliyopangiwa na adui. Ina strategies, ina mikakati ya adui ambaye amepanga. Na ndio sababu tunaweza kusema kwamba tuje kwenye mkesha wa maombi na watu wakasema sawa, lakini wakapatikana wachache, kwa sababu punde tu mnaposema ndio tutakuja, mikakati ya giza inaanza ya kwamba wamesema hao watakuwa kesha, tutawazuiaje? Kwa hiyo ili tutawazuiaje wasije wakatunyang'anya mamlaka, ndio pale anafaulu kumgota yule analala, anamgota yule anakosa kuja, anampiga yule na ugonjwa anakosa kuja, alafu mwisho wanakuja kupenya wachache kama vile mmekuja nyinyi. Lakini uzuri wa Mungu, wachache wakishapenya, wakishauwasha moto huu unakuwa mkubwa wa kufeka jeshi lote la adui. Haleluya. Wakati ambapo Wafilisti walikuwa watukana jeshi la wana wa Israeli, wakatukana wana wa Israeli wote, wakaogopa pamoja na mfalme Sauli. David, mtu mmoja alikuwa na ujasiri wa Mungu, akaja kauliza nini kinaendelea hapa. Kaambiwa Wafilisti wanatukana jeshi la Mungu aliye hai. David akasema, kivipi? Inawezekanaje? Yaani Wafilisti Mfilisti asiyetahiriwa atukana jeshi la Mungu kivipi? Ninakwenda kupigana naye. Sauli akamwambia, bwana, huwezani na huyu, amezoea vita tangu ujana wake. David akamwambia, ni sawa, lakini mimi nami nimekuwa huko nyuma, Bwana ametembea pamoja nami, nilirarua dubu kwa nguvu zake, simba nini na nini. Akaelezea yale mambo. Akasema kwa jinsi ile Mungu alivyokuwa pamoja nani, hata huyu Mfilisti asiyetahiriwa na kwenda kumweka sawa sawa, na kwenda kuraruana naye vizuri, na kwenda kumaliza shughuli naye pale. Kwa hiyo mtu mmoja tu, Sauli pale akajaribu kumvisha magwanda pale ya kivita yake, lakini vikamshinda. Akasema sijazoea hizi bwana, sipigani design hii. David akachukua ngia kwenye kijito pale, akachukua matano kama unavyojua, akatia kwenye mkoba wa kichungaji, alafu akaenda kukabiliana na Goliath na nguvu za Mungu. Mtu mmoja tu aliyefaulu kupenya. Tunaongea juu ya upinzani ambao kuna kazi kubwa ya kuangalia. Jeshi la Wafilisti limesimama ng'ambo ile na jeshi la Wamisri limesimama, jeshi la Waisraeli limesimama huku. Wafilisti wamewagomea, wametukanana, wanasema Waisraeli hamtatubeba hivyo, Waisraeli mmekuwa too much, Waisraeli leo hamtuwezi, na Mungu wenu hana maana, ameshindwa, mmeshindwa kabisa. Katalia pale, Waisraeli wakaogopa. Sasa pale kulikuwa na kazi kubwa. Ndivyo kunavyotokea katika ulimwengu wa roho. Anga hii inang'ang'aniwa. Sema inang'ang'aniwa. Anga hii inang'ang'aniwa
wachawi wanang'ang'ania kutawala Tausa hii, wachawi wanang'ang'ana kutawala Taita, wachawi wanang'ang'ana kutawala mkoa wa Pwani wote, wachawi wanang'ang'ana kutawala Kenya iende watakavyo wao. Kenya inang'ang'aniwa. Sasa tunamkuta Wafilisti ambao wamesimama wanasema Waisraeli no, too much, hamvuki tena hapa. Na wakaogopa, wasema hii haiingiliki. Ni mkesha huo, giza, uzito. Unakuja kwenye mkesha huu unasikia uzito and you feel like giving up. Wanasema leo Bwana hata najisikia hata unakuja kwa kesha hivi unainuka miguuni mzito, ukiketi unalala. Na wengine you give in, you sleep, actually you sleep. Unasema mimi leo ni kama sisikii vizuri, and you sleep. Kwa sababu adui amesema leo huombi, leo no. Mmetutupia makombora vya kutosha, leo mlale. Anakutupia roho ya usingizi, anakutupia roho ya usingizi. Sasa ukilegea kidogo kweli unaweka kichwa na unalala. Na mwingine unaona kwenye kesha analala mpaka asubuhi. Sasa ile tukimaliza kwa maombi unafanya kumwamsha fulani, njoo tukashikane mikono. Alilala usiku wote. Alizuiwa kutumia silaha yake. Shetani aliona kwamba ziko silaha 100 hapa, ama ziko silaha 10 hapa. Jaribu kufaulu angalau 3 zisifanye kazi, au 4 zisifanye kazi. Ama tukishinda zote zisifanye kazi. Wanang'ang'ana pale, mko watu 10. Lakini wanafaulu ya huyu nyote mmezilalia asifanye kazi. Wanabaki na 2-3 hapo ambazo wameamua kuomba mpaka asubuhi. Pale vita vyao vinataka kushinda upande ule. So David yeye akasema nitapigana na huyu. Akapenya mtu mmoja. Jeshi kubwa limepiga mraba pale la Wafilisti, na upande huu nao wamejikunyata kabisa. David akafaulu kupenya mmoja. Akamwambia Goliath ya kwamba wewe unanikujia kwa fumo na mkuki, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana. Na Daudi akaitupa lile jiwe kwa kombeo, unajua vizuri, likamwingia kwenye kipaji cha uso. Goliath ikawa mwisho wake, na jeshi lote la Wafilisti ikawa ndio mwisho. Kwa hiyo mtu mmoja aliyefaulu kupenya akaimaliza ngome ya adui. Haleluya. Kwa hiyo kama mwanajeshi mmoja aliyevaa ujasiri akafaulu kupenya, anafaulu kufyeka jeshi lote la Wafilisti, how much more sisi ambao tuko zaidi ya mmoja hapa tumekuja namna hiyo. Kama Waisraeli wengine wamefaulu kulala, wameingia na uzito wakafaulu kulala, wameogopa Wafilisti, lakini mimi Daudi nimepenya leo, nimekuja. Wewe Daudi umefaulu kupenya, basi usijali, weka hilo kombeo vizuri. Usiku wa leo tunakwenda kulizungusha kombeo vizuri. Haleluya. Tunapiga adui pasipo kuogopa. Tena hakuna kuangalia huku na huku ni kina nani wamekuja nasi. David hatuambia kwamba alipokuwa akitembea kuna wengine walikuwa wanamfuata nyuma wakimsaidia. Alienda peke yake. Na usiku wa leo umekuja peke yako. Kuna mambo unataka yabadilike. Hautavumilia Wafilisti. Hautavumilia. Umeona kwamba hautavumilia kumwona Mfilisti asiyetairiwa kulitukana jeshi la Mungu. Ukasema no way, I have to go, na nivae silaha na nipigane. Tumekuja kupigana wapendwa. Kwa hiyo kuna vita. Kwa hiyo sasa tunaingia mbele za Bwana. Tunataka kuwa na tunaendaje kwenye mbele za Mungu tukiwa na ule mtazamo wa kimaombi, walking in that attitude of prayer. Unaingia katika hiyo, always be conscious of God's presence. Tunapokuja mbele za Bwana, kile kinachokutia ujasiri ni kuja kwamba hivi hapa nilipo Mungu yupo. Ukishakuwa na ile hisia ndani yako ya kwamba Mungu yupo, ama ile imani ndani yako, kwa sababu ni vyema kujiongelesha mwenyewe. Kujiongelesha mwenyewe ni muhimu sana unapojiongelesha, na kuna mambo utajiambia alafu unajipa nguvu mwenyewe. Unapotembea usiku inategemea unajiambia nini. Kuna vitu unaweza jiambia ukaogopa, na kuna vitu unajiambia ukawa na ujasiri. Kwa hiyo kuna wale usiku wanatembea, anasikia champali zikipiga kisigino na akili yake inamwambia huyo ni mtu anakufuata. Kwa hiyo anaangalia, anaanza kukimbia. Amejiambia mwenyewe.
Biblia mchanganuzi, sio Biblia, mchanganuzi mmoja anasema faith inamaanisha false evidence appearing real. Faith, F for fear, evidence evil. Faith, fear, not faith, fear. Fear inamaanisha false evidence appearing real. F, fear. E, evidence. A, appearing. R, real. False evidence appearing real. Kwa hiyo unakuta kwamba mchana hilo eneo ni eneo ulo unalipita kila siku, na ile miti yote unaona imesimama hapo ni hiyo tu, hiyo kila kitu hivyo. Lakini same path ukipita usiku, ile miti unaiona imekaa giza sana, lakini nakwambia ni kama ni mtu amesimama pale. Yaani vitu vinakuaga hapo, kingine ni kibao tu kinakuaga hapo, lakini nani kama ni mtu mwenye shati nyeupe huyu, lakini ni kibao. Sasa uzuri wewe wakati wa mvua kupiga nini ile lightning itakusaidia kidogo. Kipiga ile pia pia. Alafu mara moja unaona ni mti, ghafla ni mti na kibao. Unapata nguvu za kusonga mbele. Lakini hapo mbele tena nini nyingine nyeusi hii. Sasa ni ile information unajipa ndio inakujalisha. Sasa unakaa unatulia. Unaweza kujiambia positive, unasema hii ni njia ni ile ile. Hii ni korongo tu, na haya ni mawe yanakuaga hapa, hakuna mtu, na unatembea. Hii ni miti na unatembea, hii ni kibao na unatembea mpaka unamaliza. Na ukija mbele za Mungu pia ukitaka usiombe kwa ufanisi, yategemea vile umejiambia. Nimekuja tu, nimewaleta hawa, wamekuja kwa maombi. Tayari wewe umejiswitch off, umejitoa nje, hakuna kitu unafanya. Nimekuja, hii kesha ilitangazwa na pastor alisisitiza sana tusikose. Tayari we X, hakuna kitu unakuja kufanya wewe. Kwa sababu utakaa hapo masaa, pastor alisema itaisha saa 11. Hivi ni saa ngapi? Unaangalia. Kwa sababu unataka utimize vile ilisemwa. Kwa hiyo hapo X. Lakini yule ambaye amekuja kwanza akajiambia hapa nilipo, kuna mtu nimekuja kuongea naye na nina uhakika yupo, kwa hivyo umejitega. Ni kama unangojea nje kujua mheshimiwa uko ndani, ni za Mungu naingia nikakae nimpe hoja zangu. Kwa hivyo unakaa pale na ujasiri. Ukihakikishwa yuko ndani, kama yuko ndani na ukisha yupo hata ndio yule shamuona, utaketi msubiri kwa haja zote. Lakini kama unabahatisha, utakuwa unasema lakini yuko ndani kweli ama tunangoja hapa masaa yote na hakuna mtu, utakuwa unashaka shaka. Sasa ukishahakisha yupo, sema mimi nashukuru. Kama yuko ndani, basi moyo wangu umetulia. Sasa unaendaje mbele za Mungu? Kwanza lazima uko na hali hiyo, that conscience, always be conscious of God's presence, kwamba kweli yuko katikati yetu. Kitakacho kupa ujasiri wa kuomba vizuri leo, sasa hivi tukimaliza hapa, ni kujua kwamba Mungu yupo. Na hata wewe mwenyewe ukitaka kuondoka na mbele za uwepo wa Mungu unajisikia sasa hii Mungu atasikiaje? Nimekuja kwenye uwepo wake na niondoke hivi ni kama ninamdharau. Unasikia hapana, wacha nikae si vizuri. Mtu anakaa. Ushawahi kusikia watu wamekaa kwenye mkutano wa Mungu kabisa na mtu anajinyanyukia kijeuri tu. Anambia jamani ngojeni tumalize, mtu anaondoka. Anaenda tu. Yaani unaona mtu ana hofu ya Mungu. Lakini mwenye hofu ya Mungu anasema it's not right. Wacha nitulie tu, mbele za Mungu si sawa. Yaani amepita kiwango cha kumuona kiongozi wake na anaona ni Mungu. Lakini wale ambao hawamuoni Mungu anaona ni kiongozi, sema baba Kenania naye anatuita turudi, wacha mimi niende bwana. Nini mnasikia baba Kenania, si tuendeni? Mnasikiza hiyo maneno ya baba Kenania anaitana eti tubaki. Yaani huyo ni babake fulani au ni mamake fulani. Mnamsikiza kiongozi wa vijana anasema mbaki, hivi mtabaki nyinyi? Sasa akili yao haiko kwa Mungu. Hawako conscious na presence of God. Hawaoni kwamba mkutano ule ni wa Mungu. Kwa hiyo kinafanya watu waondoke. Hofu Mungu inakuwa inakosekana. Be aware that God is always speaking to us and directing us. Kwamba tumekuja hivi tutakuwa na ushirika na yeye. Why do we pray? Tunaomba kwa jinsi hiyo kwa sababu kitu kimoja kinatusaidia. Ni kwamba tunajua huu mkutano tumekuja kufanya utatufaidi. Ya kwamba Mungu atakuwa pamoja na atatuzungumzia. Wewe ulipokuja na mimi nilipokuja kama hivi, tayari Mungu anatuzungumzia kwa sababu tunasoma neno la Mungu. Maneno hata ninavyoona mimi sikutarajia nitayaongea haya yote, lakini hata mimi ninazungumziwa kama vile unavyozungumziwa. Kwa hiyo kama ungelala nyumbani usingesikia haya Mungu amezungumza na wewe. So
be aware that God is always speaking to us and directing us. Kwa hiyo anakuzungumzia huku akikupa mwelekeo. Inakupa mtazamo mpya kila siku utakapoamua kuomba kesho Peter, utakuwa unajua ni jinsi gani nitaingia mbele za Mungu. He directs you. Kama ulikuwa unaingia mbele za Bwana pasipo ufahamu, sasa amekupa ufahamu fulani. So you know, wow. So this is the kind of attitude that I should have when I go before the Lord. Tayari umeshika hiyo, kama vile wimbo unasema, nitaingia lango lake kwa sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafanya nini? Haleluya, nitafanya nini? Asumalizie Bwana. Unaona sasa, huyo alisoma maandiko. Nitaingia lango lake kwa sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema hii siku njema Bwana ameifanya. Haleluya, nitafanya nini? Unataka kumalizia? Unaogopa kukosea? Unaona sasa? Sasa huyu mtu kama alikuwa anaingia kwa uoga, akiogopa kuchapwa na master. Kuna mtu mwingine anaingia mbele za Mungu akimwona Mungu ni hakimu mwenye kiboko mkononi. Watu wamesoma kwenye shule zao wakichapwa kila siku kwa sababu ya utundu wako, ulikuwa unachelewa kila siku. Kwa hiyo ulikuwa umezoea tu, mimi najua headmaster yuko pale na kiboko, nitandike mbili zangu niingie. Ndio desturi yako, maana ni mtundu. Mingia darasani kama watu wengine wenye kuongea sana kelele, kila ikiisha siku noisemakers jina lipo. Tayari kabla kwenda nyumbani nichukue zangu 2-3 nende nyumbani za noise making. Kazoea hivyo. Kaona Mungu naye ni hivyo tena. Anatuotea tukosee, atutandike. Twende kanisani, twende tukatubu tu. Tumekosa, hakuna lolote pale. Twende tu, Mungu atatuadhibu, hata sijui kutakuwaje. Yaani umuone kama baba tena. Hata kama wewe ni mkosaji, basi muone kama baba anayekupenda, anayekunyoshia mikono ili upatane naye, urekebishe mambo yawe sawa sawa. Amen. Sasa tuangalie jambo lingine, funguo, the key to effective praying. Ufunguo wa kufanya wewe uwe na maombi yaliyofaulu, kwa sababu unaweza kufanya maombi ambayo hayako effective, hayafanyi kazi, unaomba tu kama desturi. Luka 12:32. Luka 12:32. Nasemaje pale? Luka 12:32. Nasema, msiogope enyi kundi ndogo, kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Fear not, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Naona tumetangulia kusema ya kwamba anga hii tunataka tuitishe kwa Kristo kama tunavyoambiwa, that we ought to rule. Ndio Biblia inavyosema ya kwamba silaha zetu ziko na nguvu katika Mungu, hata kuangusha ngome, kuangusha kila wazo, na kuteka nyara kila fikra, kuangusha kila kitu kijiinuacho kijua elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Mungu. Sasa ziko fikra ambazo hazimtii Mungu na tunatamani kuzitiisha zimtii Kristo. So we rule. So Mungu anatangulia kukwambia kwamba whatever you are praying about, God is ready to give it to you. So fear not, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. It is your Father's good pleasure to give you this place. It is your Father's good pleasure to give you this space, to give you the territory. As much as there is a territorial spirit that rules, kwa sababu kila eneo liko na territorial spirit inayotawala. And God says, for them that are born again, God is ready to give you that territory. So tukiwa hapa, hatufai kuiachia eneo ya kwamba hapa ni uchawi mtupu, hapa ni pagumu, hapa kwa God says it is God's good pleasure to give you the area. Kwa hiyo tunapoomba, tunataka anga hii itawaliwe na Mungu. Vijana wamgeukie Mungu. Tukikesha namna hii, vijana wamejaa hapa wakimlilia Mungu. Wazee wote wameokoka, wamemjia Mungu.
Hiyo ni kusema eneo lile Kristo ametawala. And God says it is his good pleasure to give us the kingdom. So as much as God is ready to give us the kingdom, but are we there to receive it? Tatizo ni kwamba sisi tunaweza kuwa tusipatikane kuwa pale, because he gives it to us. He gives it to us when we are ready to receive. Kwa hiyo kuna vitu vinakuwa viko mikononi mwa Mungu tayari kupeana, lakini mwenye kupewa hayupo. Ombeni nanyi mtapewa. Hakuna mtu akuja kubisha pale apewe. Inakuwa iko misaada mingi pale, lakini kuna mtu aliyeleta ombi hapa. Mbona hizi bado ziko hapa? Ni kwa sababu hakuna mtu alileta ombi. No one showed interest. Hakuna mtu alituma ombi lolote. Mbona hizi hazijawahi chukuliwa? No one cared. Hakuna mtu anahitaji. Inakuwa ni hivyo. Naye kwa Mungu inakuwa namna hiyo. So inayotusukuma kwanza tunapotoka manyumbani mwetu tukisema we are going to pray, kwanza tupate kuelewa huyu Mungu tunayekumuomba, tunaenda kumuomba hivi vitu, yeye mwenyewe anasemaje. Ukishapata kwa yeye mwenyewe anawangoja tangu juzi kuwapa hizi vitu. Yeye mwenyewe anangoja tangu mwezi uliopita. Yeye mwenyewe anangoja tangu mwaka uliopita. Yesu akasema hata sasa bado hamjamuomba Mungu bado. Kwa hiyo ni kuomba tu tumebaki. Kwa hiyo for you to pray effectively, you ought to understand this. Ya kwamba kila siku unapokuja hapa kukesha kuomba, hivyo ndio Mungu alikuwa anataka. Ya kwamba kila siku hata ukija hapo jipate peke yako waosha mataa, unajua kwamba it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Umejipata peke yako umekuja kuomba, elewa kitu kimoja. Hivyo umekuja, Mungu amekuwa akingojea sana. Anasema huu ufalme ni nani atakuja? Ni nani atakuja jamani? Ni nani atakuja? Nani atakuja nimpe? So the most important aspect is having a relationship with the Father, calling him Abba Father. Kwa hiyo sasa unakuja kwa baba yako. Sema kwanza, baba yangu ametamani sana kunipa. Kwa hiyo unasongea pale na madaha yote. Anasema naenda kwa dadi, anataka kunipa. Unasongea. Unajua ni vizuri kuringa na Bwana. Biblia inasema boast only if you know him. Kwa hiyo una boast. Naenda wapi? Aenda kwa dadi Bwana. Ameniambia is ready to give me the kingdom. Unaringa nao. Ndio wataita tunasema jamani, unadara, kumdaria ile asiye kujua. Sema nenda kwa baba na mdaria na abandane kwa nini ufalme. It is God's own pleasure to give you what? The kingdom. Toka nyumbani na madaha yote. Mwenda wapi? Bwana wewe, dadi amesema kitu. He's ready to give us the kingdom. Na mimi sitaki kufanya nini? Kupitwa. Hallelujah. Sitaki kupitwa. Fear not, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. To give you to make you rule, to make you the king. Because if you're going to be given the kingdom, then that means you've been made the king. Unapewa usemi. Kupewa usemi, yani kupewa the kingdom ni kuwa na usemi. Unatawala ile eneo, unapinga nguvu za giza na zinapingika. Unakomesha uchawi na unakoma. Unavunja madhabahu na yanavunjika. Unaharibu mbinu za giza na zinaharibika. Unatangaza vitu na vinakuwa. Unakataza vitu na vinakatalika. Because the kingdom has been handed over to you. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Hallelujah. So call him Abba Father. Unakuja kwa ujasiri. Ndio maana maandiko yanasema basi kikaribieni kiti cha neema cha Mungu kwa ujasiri. Sio kwa unyonge. Ni chenu. Baba yenu amekusudia kuwapeni. Kikaribieni. Mwambie baba tumekuja. Mwambie ingia. Hauji kwa wewe ukipale ukichungulia kwenye mlango. Please come. Hamna hiyo. Unaingia ni kwenu. Dadi tumekuja. Njoni watoto. Karibu muangushe kwenye miguu yake. Dadi watoto. Baba anasikia vizuri watoto wakimviringisha namna hiyo. Inakuwa vizuri. Because it is his own pleasure to give us the kingdom. You don't have to wrestle with blessing out of his hand. Yaani Mungu huyu tunayeshughulika naye si Mungu aliyekatalia vitu. He's sorry to give them to us. Kwa hiyo si Mungu ambaye amekatalia vitu ya kwamba mpaka tumangane naye. He's not that stingy. Ya kwamba baba si utupe tu haki jamani, tunaumia. Tunakuomba, yani unang'ana naye. Hayuko hivyo Mungu. Unaomba kwa ujasiri. Anasema najua chochote unachohitaji na naelewa kila kitu.
Kwa hiyo haung'ang'ani naye, hatuji ili tushindane naye, wala huji umuonyeshe ya kwamba Baba, nataka ujue wewe hujui ile shida tunapata. Mungu sio aina hiyo. Hauji kwa kumwambia Baba, tumekuja, nataka uketi usikie malilio yetu. Wewe uko hapo hujafika mashinani. Mungu, wewe hujui kile tunapitia huko. Sio aina hiyo. Sio yule ataketi hivi anasema haya. Hata kama alisema njoni tusemezane, lakini usifikiri ya kwamba basi hivi ni mgeni na dunia hii. Unaingia pale, hata ukitoka kwako anaona unavyonyanyuka. David akasema kuondoka kwangu na kulala kwangu kila kitu anaona vizuri. Bwana umenichunguza. Kila unachowaza anaona kila kitu. Kwa hata ukija hivi anasema amekuja huyu nyumbani mwake kuna matatizo. Amekuja huyu mamake mgonjwa. Amekuja huyu jamii yake baba na mama wanagombana. Amekuja huyu amelala nje. Amekuja huyu pesa haziko nyumbani. Amekuja huyu karo ina tatizo. Anaelewa. Amekuja huyu anaomba kwa ajili ya ndugu yake yuko hospitali. Anajua kila kitu. Anakuja huyu wanafungua shule na hajui anaendaje shule. Anajua kila kitu. Alafu tunaambiwa kwamba this kind of a father is ready to hand them over to us. Kwa tunaenda na furaha, ndio maana tunaingia malangoni mwake kwa sifa moyoni. Amen. Ndio maana ukiingia kwenye uwepo wa Mungu hapa unaanza tu unafungua moyo wako na unaanza kumwimbia Bwana kwa jinsi alivyo. Yani wewe nenda tu kwa sifa moyoni. Yani wewe nenda tu, funguka tu mbele za Bwana, tafakari jinsi alivyo, wacha tu anza kumtekerenya Mungu pale. Anza kumtekerenya Mungu. Yani wewe tu na furaha zako. Unajua kutekerenya huwa hakuna nia mbaya. Kutekerenya mtu ni kwamba afurahi wala humuumizi. Kwa hiyo sasa pale unaanza ndio hivyo tena. Unaanza kumfanya nasikia There are times ambao unaweza kutaka kuomba na unasikia kuko kugumu kabisa. Lakini the moment you start worshiping God, unasikia kunaanza kufunguka. And then you pray so effectively kwa sababu kwanza umeanza kumwadore. Umeanza tu kumtambua jinsi alivyo. He's your father, he's so close to you. Umeacha kuona kile kiboko, umeanza kuona rehema zake. Umeacha kuona hukumu, umeanza kuona upendo. Umeacha kuona yale mambo hajatenda, umeanza kuona yale ametenda. Mpaka umeanza kumimina shukrani kupitia kwa nyimbo zako tu hivyo. Maana ulikuwa unakuja na hasira sana. Kwa nini Mungu anisikii? Una hasira hizo. Lakini ukifika tu unaanza kufikiria lakini niko mzima. Na kuna watu wanateseka hospitali. Mungu asante. Unaanza kufikiria kuna watu hana hata makanisa ya kuombea. Mungu umenipa. Ukifungua macho sema wow, what a nice place. Kuna watu ambao hata makanisa yao huwezi piga magoti. Mungu naweza kuvingirika. Mungu asante. Kuna watu ambao wanaomba na koroboi makanisa hata hana umeme. Mungu asante kwamba Mungu umenipa mahali kama hapa naweza kuomba. Kuna watu ambao wakisikika wakiomba tu ni risasi. Hapa unaomba yani tayari ukikumbuka hayo unaacha kumlaumu Mungu, lawama zote unaweka chini. Tayari ndio hivyo unapenya sasa. Umeanza kujua Mungu ni nani. Umeanza kujua nini anafanya. Umeanza kuona his care. Umeanza kuona vile amekufanyia. Vile ulikuwa unakuja mbio hizo na lawama tupu. Ukumbuke hata hiyo miguu inakupeleka mbio hivyo. Kuna mwingine miguu hana. Unaona kutoka nyumbani kwao useme leo Mungu ananitambua. Hiyo kesha nitapambana na Mungu. Hiyo muda wote yani hanisikii. Bwana mmoja alikuwa anasema mimi ninasikia niache. Alikaa muda mrefu aje kanisani. Kamuuliza mbona hujakuja karibuni? Mimi hata nimeshindwa kwa sababu ninashangaa huyu Mungu ninafanya mambo haya na hata sioni akinitendea kile nataka. Na nijitolea kwa kazi yake na hata sioni wema wake. Na huyu mtu anayeongea ni mzima kiafya, ana miguu, ana mikono, ana macho, ana mdomo, ana meno, ana kila kitu. Na sasa hiyo kuna mtu ambaye anatembea na ukwaju, mikongojo, miguu hakuna. Mtu mwingine miguu yake ilikatwa yote kwa sababu ya sukari. Unaona hiyo? Huyu mtu anaongea anatembea na miguu yake miwili. Mwingine mikono ilikatwa, mwingine na matatizo, mwingine anapumua kwa mashini, mwingine ana betri amewekewa. Huyu ni mtu mzima. Ukikumbuka hayo yote alafu nasema Mungu anitendee chochote. Ukikumbuka hayo yote utabadilika mara moja. Sema Mungu nisamehe. Ghafla unaanza kutubu Mungu nisamehe. Kumbe ninacheza.
mpaka mikono ya kuinua ninayo, Mungu nisamehe. Huo ndio uzuri wa kuwa in the presence of God, because the presence of God helps you to remember. Uwepo wa Mungu inakutia adabu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anaye take over kukusaidia kukumbuka kile kinakupasa kukumbuka. Alafu sasa uwe katika hali nzuri ya kuongea na Baba, kwa sababu kija na lawama sana hatutaelewana. Ushakusikia mtu anakuja na hasira na kulia mpaka unamwambia sasa ukilia hatutaelewana. Tuliza hasira ndio unasemaje? Hawezi kuongea kwa sababu hasira ziko nyingi. Na wewe unataka kusikia. Amefungwa na kitu hapa, chungu kiko hapa. Ongea, unasemaje? Sasa inabidi ung'ang'ane naye. Ndio sasa si utulie ndio tuelewane. Ukiwa na hasira hivyo, kama unalia hivyo, hatutaelewana. Mshakutana na watu aina hiyo? Yaani inakuwa ngumu. Sasa mpaka umpe muda yeye mwenyewe ajitulize, ndio sasa aweze kuongea vizuri. Sasa ndivyo wakati mwingine tunakuwa mbele za Mungu namna hiyo. Kwanza ungejua ni nani unaenda. Ungejua alivyo mzuri huyu Mungu unaendea, ungekuja na hasira hizo. Ungekumbuka ule wema amekutendea, ungekuwa na adabu. Kwanza ungeanguka mbele zake na hiyo miguu yako yote na mikono yako na kila kitu. Umetembea na force hiyo kutoka kwako. Unajua kuna mtu mwingine hata kutoka mlangoni kwake ni shida. Hapo unatoka tu sema Mungu atanitambua leo, ngoja niende kugombana naye. Hata hiyo sauti ya kugombana naye kuna mwingine kwake haitoki, hawezi kuongea. Unashindwa, mtu ana whisper siku zote za maisha yake. Mbona aongea hiyo? Una mafua hata kwa hivyo. Lezalewa hivyo. Hauwezi toa sauti kabisa. Siwezi. Kwa hivyo. Una shida gani yako? Sijui. Alafu wewe hapa na hasira zako unatembea ukirudi chini ukitokana na Mungu unasema kama nivyo nitashana na wewe, ni kama Mungu hujali. Na sauti hiyo nzuri hivyo. Unaanza kuelewa Mungu ni baba yako, alafu uelewe kwamba yuko tayari kukupatia. Ni raha yake kukupatia kama alivyosema katika hiyo tuliyosoma Luka 10:2 ya kwamba it is his pleasure. Ni furaha yake anapotupatia mazuri. Jamani, naomba mfahamu hivi au tufahamu hivi ya kwamba hivi tulipo hapa ni furaha yake dadi kutuona hapa. Na anangojea tuzungumze naye na yuko tayari kutusikia. Hakuna dua hata moja utaomba usiku wa leo itakosa kufika mezani mwake. Amen. Haleluya. Kwa sababu ni kitu amekuwa kikingojea. Hivi vitu viko kwake, ni sisi tumekuwa tukichelewa kuomba. It is his own good pleasure to give us these things. Kwa hiyo yeye mwenyewe amesema wanangu nyinyi ndio mnachelewa, vitu viko hapa, natamani kuwapa. Ombeni wape, ombeni nanyi mtapewa. He wants to bless us with all good gifts. Tunaweza kusoma Luka 11 pia. Luka 11 mstari wa 13. Tuone kitu pale. Luka 11 mstari wa 13 inasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu wao hao wamwombao? Anasema kama watu wa duniani tu. Yuko town kule anajua kuna binti yangu nimeacha nyumbani na sitamwendea bure. I have a daughter here ambao nikisafiri naambia daddy bebe surprise. Na ikiwa pale tunaona tu okay, I have a daughter at home, nitamwendeaje? Huyo ni baba wa duniani. Yeye anasema kama nyinyi baba wa duniani wenyewe mnawajali watoto wenu hivyo, unafikiri mimi nitakosa kuwajali watoto wangu? Lazima niwajali wanapokuja nyumbani kwangu, niwasikie wanaponiomba. Amen. Tuko pamoja lakini? Kwa hiyo tunamjia baba wa aina hiyo. Tunamjia baba wa aina hiyo ambaye ana vitu vyote kwake na anajua kutupatia vitu vizuri. Tunaweza kumalizia kwa 2 Peter 1:3. 2 Peter. Let's see what it says. Let's see. Where is it? 2 Peter. Kama mtu amepata 2 Peter. Kama mtu amepata 2 Peter chapter 1 verse 3.
God like this, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Yes, kwa kuwa uweza wake wa uungu, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote. Vingapi? Jamani, si tuwe pamoja jamani. Kwa kuwa uweza wake wa uungu, yani ule uwezo alionao Mungu, ule uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote. Vitu vingapi? Vyote vipasavyo uzima na utauwa. Kila kitu anachojua hiki kinaopasa uzima na utauwa anatupa, yuko tayari kutupa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake, kwa wema wake mwenyewe. Yani he wants to bless us with all good things vinavyohusiana na utauwa tena na uzima. Na anajua ni nini kinahitajika. Wewe kijana, vijana wanaokoka, wengine wanakataa kuokoka, wanasema nikiokoka naogopa kuanguka, majaribu ni mengi, mimi ni Mungu anasema nikimwokoa mtu wangu, ninajua kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya kumsimamisha, ninajua kumpa. Kila nguvu inayohitajika kwa ajili ya kumdumisha, najua kumpa. Nasema kila wema, kila kitu kilicho kizuri kwa ajili ya uzima na utauwa, ili uwe mzima na uendeshe utauwa vizuri. Everything that is needed to keep you in the journey, anajua jinsi ya kupeana. Kwa hiyo wale wote ambao tumedumu katika wokovu, hatukudumu wenyewe, lakini Mungu alipotuanzishia safari, because the Bible says, of this I am convinced that the one that began a good journey in me is faithful to accomplish it even to the coming of Jesus Christ. Kwa hiyo yeye ni mwaminifu, alianza jambo jema ndani yangu. Basi safari hii ndani yako inaanzwa na Yesu mwenyewe, alafu anakisha anaidumisha ndani yako. Hauishi kwa wokovu kibahatisha. Dadi mwenyewe anakuwepo. Ndio maana vijana wako hapa. Mungu amewaambia vijana, you ought to pray without ceasing. Kwa hiyo ili mdumu safari ya mwezi kwa kulala tu, shukeni mkakeshe. Ndio maana mmekuja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukifika hapo itakuwa vizuri, kwa sababu tumejifunza, na sasa hata tunapoenda mbele za Bwana tunaelewa. Kama tulipoingia ulikao unamwendea Mungu kiuoga, ujielewelewi, unakuwa kama ile bwana ambaye tulikutana naye anasema mimi I am beyond redemption. Sasa mtu kama yule hawezi kwenda mbele za Mungu asema hata nikienda I'm beyond redemption. Mungu hana dawa kwa ajili ya ugonjwa kama huu wangu. Shida hii yangu Mungu hana dawa. Ukienda na mashaka hayo utarudi nyumbani na mashaka. Lakini ukienda kwa Mungu ukijua hii shida yangu Mungu anaiweza, basi unaikabidhi yote na unaondoka bila hiyo shida. Usiku wa leo ninatabiri ya kwamba ile shida yote utakayosalimisha mbele za Bwana hautaondoka nayo, kwa sababu Mungu ni mwaminifu kuiondoa. Amen. Waimbaji, njoni mtupeleke katika uimbaji mzuri wa kuabudu, alafu tuwe na muda wa kuongea na Baba yetu. Haleluya. Tuwe na muda kila mmoja kwa. Lakini kabla ya hapo, tumeongea juu ya Baba, tumeongea juu ya Mwokozi Yesu, tumeongea juu ya uhusiano kati ya Mungu na watu wake. Labda katikati yetu huu uhusiano kuna mtu hawajawahi kuupata. Katikati yetu unasema jamani, mimi sijaokoka, na mimi ninatamani maisha haya ya kutembea na Mungu. Ninatamani maisha haya kwamba nikiomba Mungu ananisikia. Natamani maisha haya kwamba mimi nishinde wachawi. Natamani maisha haya kwamba mimi nifuniko kwa damu ya Yesu, hata wachawi wakiniroga sirogeki. Na mtamani Yesu usiku wa leo. Unasema mimi sijaokoka, leo ninataka kuokoka. Kama kunaye, njoo hapa mbele kwa jina la Yesu. Unasema mimi leo nataka kuokoka. Nyanyuka mwenye mbele za Bwana. Tumesema tuko uweponi kwa Bwana. Hakuna mtu anakusukuma wala kulazimisha. Unasema leo nimeamua. Kama hujaamua, tulia. Lakini kama umesema mimi namtaka Yesu maishani mwangu na unataka kuokoka, njoo hapa mbele za uwepo wa Bwana kabla tujaingia kwa jina la Yesu. Sawa. Simama hapo tu. Nani mwingine? Ni uamuzi ulio mzuri. Na ile kazi ambayo Yesu ataianza ndani ya huyu bwana, Yesu ndio huwa anaokoa. Na Yesu hashindwi na hali yoyote ambayo anamkuta nayo mtu. Sauli alikuwa ameandikiwa barua kwenda Dameski kwenda kuharibu Wakristo.
Lakini katika hiyo ari yake yote Yesu akakutana naye, akampiga upofu na akambadilisha, sasa akawa mtumishi. Kwa hiyo hakuna hali ambayo haimshindi Yesu. Unaitwa nani bwana? Unaitwa Andrew Mwalimo Landi. Sawa sawa. Njoo hapa Andrew Mwalimo Landi. Njoo hapa karibu. Ningependa kukuambia hivi. Hapa uko mbele za uwepo wa Yesu. Na alikuja kwa ajili yetu sisi sote tuliokuwa wenye dhambi, ili tukimwamini tupate uzima wa milele. Wewe sio wa kwanza kuwa mlevi kama hivi. Watu wamekuwepo walevi, wachawi, watu wa kila aina, na Yesu akawabadilisha. Hivi ulivyokuja umekuja mbele ya Yesu, na Yesu amesema alikuja kwa kutafuta kile kilichopotea, na ni kwa ajili yako Yesu alikuja. Kwa hivyo nataka wakati huu utakapoenda kuomba mbele za Yesu kwa kuomba maneno haya, ninajua ya kwamba Yesu yuko hapa na anakusikia. Andrew Mwalimo Landi. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya Andrew Mwalimo Landi. Ulikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Asante Bwana kwa sababu ya kutuokoa, na asante Bwana kwa sababu Mungu unamjua Andrew huyu. Ninaomba kwa ajili ya moyo wake. Asante Mungu kwa sababu una makusudi mazuri kwa ajili yake. Baba, katika jina la Yesu naitisha uwepo wako. Naitisha damu ya Yesu Kristo juu ya Mwalimo, ikashuke juu ya ndani ya maisha yake. Mipango yote ya shetani maishani mwake iharibike. Nguvu za ulevi kwa damu ya Yesu ziharibike. Kila nguvu ya kinyume na Mungu ndani ya mwili maisha yake iharibike kwa jina la Yesu. Baba, kwa kusudi hili mwana wa Adamu ulidhihirishwa ili kuzivunja kazi za ibilisi, na kualika Yesu ndani ya maisha yake. Ujidhihirishe ndani ya Andrew Mwalimo Landi, ili kila kazi ya mwovu shetani iharibike na kazi yako Yesu ikaanze. Maana Yesu umesema ya kwamba wewe ni mwaminifu, uliyeanza kazi njema ndani yetu utaikamilisha. Baba, kazi ya wokovu kuanza ndani ya Andrew ni wewe utaanzisha. Naomba Bwana nuru yako iangaze ndani yake. Kila giza litoweke, ulevi utoweke, dhambi itoweke, shetani atoweke, kila nguvu za giza zitoweke kwa jina la Yesu. Tenda jambo ndani ya kijana huyu. Bwana Yesu, tazama hakuja mbele zangu, amekuja mbele zako. Siokoi mimi, Bwana Yesu ni wewe unayeokoa. Ulituokoa sisi, tumehubiri habari hii na mwingine amesikia, amekuja, kutana naye kwa jina la Yesu. Andrew, sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Siwezi kujiokoa. Sitaki kupotea. Bwana Yesu, nataka uzima wa milele. Ndio sababu nimekuja mbele zako. Siwezi kujibadilisha, wa kunibadilisha ni wewe. Nisamehe dhambi zangu. Nisamehe maisha yangu. Nitakase usiku wa leo. Naomba usiku huu uwe usiku wa kipekee wa kuliandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa niwe Andrew mpya kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo niwe Andrew mpya. Yesu, ni wewe unayeokoa. Nakupa maisha yangu. Ingia ndani yangu na mkataa shetani na kazi zake zote. Kuanzia sasa Yesu niwe wako kwa jina la Yesu. Naomba sote tusimame tuombe kwa ajili ya Andrew na tushukuru Mungu kwa ajili yake. Twende mbele za Bwana sote. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kijana huyu. Wewe ndiwe Mungu unayebadilisha maisha ya watu. Ulikuja kwa ajili ya wale wote waliopotea. Ni kwa ajili ya kazi kama hii Bwana Yesu ulikuja. Hakuna mwanadamu anayeweza kubadilika mwenyewe, ila Yesu, wewe ndio unayeingia ndani ya watu na kuwabadilisha. Asante Yesu kwa wokovu ndani ya Andrew, katika jina la Yesu. Bwana, ukaweze kumhudumia. Ninaharibu mipango yote ya shetani kwa jina la Yesu. Kila kazi ya giza isimamayo dhidi ya Mungu isambaratike kwa jina la Yesu. Naachilia nguvu za Mungu maishani mwake wakati huu. Naachilia uwezo wa Mungu katika maisha yake wakati huu. Usambaratishe kila kazi ya kuzimu
katika jina la Yesu. Na mzingira kwa damu ya Yesu maishani mwake, popote anapoishi, anapotembea, kuanzia sasa Bwana wewe pamoja naye. Una makusudi mazuri kwa ajili yake. Baba, asante, ni wewe unayeokoa na ni wewe unayebadilisha. Naomba Bwana ukamsimamishe, ukamdumishe katika jina la Yesu, na ukamfanye chombo katika ufalme wako. Asante, kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Andrew Mwalimu, unaishi wapi? Hapa juu tu. Karibu sana. Okay. Okay. Masomo unafahamu? Fahamu. Sawa. Ni vizuri. Huyo rafiki yangu wanafahamu vijana hao. Sawa. Sasa vile ambavyo umefanya agano hilo na Yesu, usimame katika Yesu na uendelee kuja kwa ibada. Kuja mkesha umefanya vizuri, umekuja, na tuendelee hivyo kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Mungu akubariki. Na Jumapili uje kanisani saa 3:30 ukuje. Sawa, na tuendelee. Sawa Andrew, mbele za Mungu. Bye. Amen. Tumpigie Yesu makofi. Amen. Yes, ni vizuri kwa karibu naye hata wakati wa kuondoka, hivyo kaa karibu naye, na ni vizuri hata ikiwezekana Jumapili hiyo shuka na yeye, usimwache. Alafu inakuwa ni vizuri kwa sababu Yesu anatupenda sote. Haya, waimbaji basi njoni. Kuna jambo hilo limeongezeka kwa